Na kukaribisha kwenye session yetu muhimu ya The Classic, na leo kama ambavyo tulizungumza, ama sasa hivi utakuwa umeshapitia mitandao ya kijamii hapo kwenye akaunti yangu, utakuwa umemuona hapo mzee wetu Ryan Fred Masako. Muona bwana, ambaye wiki mbili zilizopita hivi nadhani ilibidi tuwe naye, lakini kama ambavyo tulikuja tukazungumza kwenye mitandao kwamba alipata dharura na kijana wake, tunasema mjukuu wake alipata kidogo shida, kwa hivyo kabidi amkimbilie na ikawa haikuwezekana kufanya. Kwa hivyo leo amefika, na amefika mapema sana mzee wetu bwana, kusema kweli ametuheshimisha sana mzee wetu. Karibu sana. Asante sana. Kwanza pole na jambo ambalo lilikukuta wiki mbili zilizopita za kijana na nini. Nashukuru sana, ni mipango ya Mungu. Mipango ya Mungu. Kijana lakini anaendeleaje? Anaendelea vizuri. Anaendelea vizuri. Anaendelea vizuri sana. Aha. Nafurahi kumuona kwamba anaweza kutembea, ingawa ni jombi kidogo, lakini anatembea. Nini jombi? Jombi, yani ana chichemea. Ala. Sasa mzee wangu bwana, mimi kwanza nimefurahi sana, nimekusumbua, nimekutafuta muda kidogo lakini leo finally bwana, Mwenyezi Mungu amefanya wepesi, ametukutanisha kwenye The Classic hapa. Kwa hiyo naomba nikupe kwanza The Classic. Kwa nini show yetu inaita The Classic? Ilibidi jina liwe la Kiingereza ili mzee wetu, sio kasema bwana jina la Kiingereza, manake tulikuwa tunatafuta Kiswahili fasaha, manake The Classic ni kipindi ambacho kinajumuisha sasa wale watu ambao tulikuwa tunawaita maclassicists, kuanzia kwenye muziki, sanaa, uigizaji, utangazaji, lakini kimsingi wamechangia ujenzi hasa wa mambo mbalimbali ya entertainment na hata huko upande wetu wa habari. Sawa. Kwa hiyo sasa wale tunawaita wale ambao wamefanya at least kwa zaidi ya miaka 15 hivi, basi yani isishuke 10 hapo. Kwa hivyo sasa dhumuni letu ni kuwapatia ile heshima yao na jamii ipate kuendelea kuwajua, maana wanasema historia ikikosekana bwana, vijana wanakuwa wanapotoka. Kwa hiyo tunajaribu kuwakumbusha, yawezekana au ulifanya interview miaka 5 iliyopita, lakini generation huwa zinabadilika. Anakuja mwingine sema okay, kwa akisikia tunaendelea kufahamu na kufahamu. Kwa hivyo tukasema leo wacha tukualike ili walau tuweze kushare sasa yale ya msingi. Asante sana. Okay, sawa. Mimi ninapiga mahesabu yangu hapa kwamba mzee wetu si chini ya miaka 30 hivi utakuwa ulitumikia tasnia ya habari. Ni kweli. Ni zaidi ya miaka 30. Zaidi ya miaka 30. Kwa sababu nimefanya sehemu 3 tofauti. Nilianzia NSSF ambayo nimefanya karibu miaka 11, 12. Okay. Nikaenda chakula na lishe nako miaka 10 kitu 11. Alafu nikaenda kwenye ITV na Radio 1, na kwenye nako nimekaa karibu miaka 20 na kitu. Hizi taasisi mbili hizi, NSSF na chakula na lishe. Chakula na lishe. Kule ulikuwa kama nani hasa? Mimi nilikuwa ni mtayarishaji na mtangazaji wa vipindi vya mashirika hayo. Okay. Ndio, zamani kulikuwa kuna hiyo, unasikia kipindi cha shirika fulani, kwa hiyo kilikuwa mnatengeneza wenyewe. Naam. Na enzi hizo, kwa mfano wale ambao wananiangalia sasa hivi, ukisikia kitu Akiba hayozi, silikuwa Ryan Fred Masako. Ndio sauti yako ile. Na vile kwenye chakula na lishe nilikuwa naanza na tunawaletea chakula na lishe. Mzee wangu hongera sana kwanza. Tukiachana tunakuwa zaidi ya miaka 40 ambayo mimi na Mungu inabidi tupige makofi ya heshima hapa, si ndio? Maana hii makofi ya heshima, give it up kwa Mr. Ryan Fred Masako for more than 40 years kwenye game ya utangazaji na habari kwa ujumla. Lakini kingine ni kupongeza hiyo iconic voice wanasema. Yani hiyo ni ya kwako peke yako. Kwa mfano hapo umeipiga hapo, unasikiliza chakula na lishe. Yani unapata ile feelings. Zile feelings za zamani zile ambazo wakati tunakuwa ndio tulikuwa tunasikia. Sio mchezo, miaka 40. Sasa turudi nyuma, manake tukizungumzia 40 hapo tunazungumzia kwenye 80s huko. Kimsingi hakukuwa na hali tunayoona sasa hivi.
technology na nini. Safari yenu ni tofauti, kwa sababu safari yetu sisi tulikuwa tunawasikia nyinyi, tukaja tukawasikia ambao walikuja kama vijana wa miaka 90 hapo, tukapenda, tukasema okay, tukifika na sisi tukifika umri fulani tutajifunza hii. Mungu amejalia tumejifunza. Naam. Inspiration yenu nyinyi, kwa mfano ya kwako wewe mzee wangu, ilitokea wapi? Maana kutoka kwenye 80s huko ni lazima ulipata kusikia mtu ama kuifahamu hii fani kupitia sehemu fulani ama mtu fulani. Yeah. Kwa kweli mimi nilipenda utangazaji wakati huo ndo kwanza ninasoma tu, na kaka yangu marehemu Martin Masako, yeye aligusia siku moja wakati nimemaliza sekondari Buruba Secondary School Shinyanga huko. Aliniambia wewe ungefaa kuwa mtangazaji. Sasa ya, alisema tu ya kwamba ni vyema uende mwenyewe ukaombe chuo usomee uandishi wa habari. Ndio nimemaliza tu 44. Okay. Ya, nikafunga safari mpaka Mwanza. Nikaenda huko Nyegezi. Nyegezi hawakunipokea. Nilichelewa wiki 2. Okay. Walisema hapana, umeshachelewa. Yaani mkuu wa chuo pale alisema umeshachelewa wiki 2, hutaweza cope up na wenzio. Nilirudi kwa masikitiko sana. Lakini sikuwa na njia. Sasa nimekataliwa, nimerudi kwa kaka yangu, na wakati alikuwa anafanya kazi Williamson Diamonds Madui. Nikamwambia kule nimeambiwa nimechelewa. Wiki 2, nimechelewa. Sikuwa na namna. Nikaona basi tena maisha. Basi kaka yangu akasema sasa tutafanya. Nikamwambia wacha ningoje tu matokeo haya ya shule, na kwa kuwa tulisema ya kwamba wakati fulani unaweza ukapangiwa hata kazi tu. Basi unaweza pengine ukaenda huko. Kweli nilikaa pale Williamson Diamonds kwa kaka yangu, ikaja barua. Nikateuliwa kwenda kujiunga na jeshi la polisi. Barua ile kaka yangu alitizama, alisema utakwenda huko. Nikamwambia sasa kumbe imekuja ni moja kwa moja direct employment hiyo. Akasema basi nenda Shinyanga, nenda karipoti, maana unaambiwa hapo ka ripoti kituo cha karibu, unaenda kwa Shinyanga. Nilikwenda lakini nilisita, nilisema hapana, wacha nirudi. Nilifika mjini Shinyanga, nikarudi kwa kaka yangu, nikamwambia hapana, mimi hiyo kazi naona itanishinda. Siwezi. Uliona lawama nini? Yaani sijui ilikuwa kuaje. Kwa kweli nilirudi kwa kakangu, nilimwambia mimi naona itanishinda. Basi akasema basi ungoje sasa utafanyaje? Nikamwambia wacha tu hapo Shinyanga mjini hapo, wakati nasoma mimi kuna mpogoro mmoja alikuwa anafanya kazi MPF. Wacha yule nimrudie. Yeye ananipenda sana mimi, hebu nimrudie niongee naye na nini. Na kweli nilikwenda kwa yule bwana. Yule bwana alisema basi ngoje kidogo, kuna nafasi huwa zinatangazwa. Na kweli pale walikuwa alijua ya kwamba kulikuwa na makarani wanatafutwa. Lakini nafasi hiyo ilipatikana tena haraka tu muda huo, yani siku hizo tu. Na ndugu yangu yule akanibonyeza, bwana kama nilivyokuambia njoo. Nilikuwa Mwadui, nikaja pale. Na nikaenda akanipeleka kwa boss pale, regional fund manager by then alikuwa anaitwa hivyo. Nikaona safi. Na yule bwana alinipenda, alinifurahi, alisema tunapata mtu wa sekondari huyu na nini, na enzi hizo ni wachache sisi. Basi akaniambia basi sawa, appointment letter yako itatoka Dar es Salaam, kwa hiyo Jumatatu uje uanze kazi. Nilishangaa, lakini nikaanza kazi pale Shinyanga NPF. Nikafanya kazi pale muda wa miaka 3, nikapelekwa Msoma. Sasa nilipokuwa Msoma, hapo sasa ndio uandishi wa habari ulipoanza kuninogea. Kulikuwa na bwana mmoja alikuwa anafanya kazi Maelezo, yule aliniambia wewe bwana, wewe mbona unaweza kuwa mwandishi mzuri? Unanionaje? Anasema mimi unavyoongea nini, nasema wewe unaweza kuwa mwandishi mzuri wewe, tena ukawa mtangazaji mzuri sana. Nikamwambia sasa nifanyeje? Akasema anza kwa kuomba na chuo gani? Akaniambia sio, unaona kwenye magazeti enzi hizo, nakumbuka mambo ya waandishi wa habari alikuwa yanatangazwa kwenye magazeti kwamba kuna chuo huko Dar es Salaam kina British Tutorial College. Yani by correspondence tulikuwa tunafundishwa, inafundisha hiyo. Nikaomba kweli, mimi nifuata ushauri wake na nikaomba na nikapata, lakini wakati ule ninapata tu na mimi uhamisho wa Mwanza kutoka Msoma. Okay. Kwa hiyo na ile ni correspondence. Kwa hiyo nikiwa Mwanza nikaenda Maelezo, kulikuwa na kijana mmoja pia kule naye
Nilivyomueleza hizo akasema we anza tu kuandika kama unavyotaka wenyewe. Basi nikawa naandika habari na watumia, wanarudisha majibu jinsi nilivyoandika na nini. Hivyo nikafanya by correspondence, hatimaye nikapata certificate. Certificate ile ndiyo iliyonitumbukiza hasa kwenye uandishi wa habari. Nilitoka zangu kule Mwanza na certificate yangu ile mpaka mjini. Maana wakati nilikuwa nafanya Geita. Nikawa nakuja sasa mjini kwa RFM, Regional Fund Manager huyo. Akamwambia mimi na cheti hiki. Akasema andika mwenyewe kwamba unacho cheti hiki, sasa mimi unaniletea hapa nini? Wewe andika mimi barua hapa nitapitisha kwamba sasa una cheti hicho. Nikaandika barua through RFM ikaja NPF headquarters. Huko nako ilikuwa bahati kweli yani, na huko nako ikapokelewa ikakubaliwa vizuri sana kwamba huyu mtu aje Dar es Salaam. Basi nilifika hamisho kutoka Mwanza kuja Dar es Salaam NPF headquarters. Nikapewa pale public relations office. Yeah. Yani unaona vijana wa sasa wanasema umekula shavu kinamna fulani. Yeah, basi nikaingizwa katika ofisi hiyo ya public relations, na pale kulikuwa na hicho kipindi cha Akiba Yozi, Regional Fund Manager, Regional Compliance Officer wa kwetu pale, ambaye alikuwa anahusika na mambo hayo. Akaniambia wewe utatutayarishia kipindi. Kwa mara ya kwanza mimi natayarisha kipindi kwa ajili ya radio. Na wakati tunatangaza Radio Tanzania. Walishakuwa tayari na kipindi hapo kabla, au ndo na wewe ndo ulikuwa unaanzisha? Ndo kwanza kipindi kilikuwa wakati huo kinaanzishwa. Wakati huo yani kinaanzishwa. Kwa hiyo ulikuwa kama mzee unafungua. Kwa kweli Akiba Yozi. Basi ikawa mimi nitayarisha kipindi kile na nini. Nakumbuka siku ya kwanza kwenda kurekodi kipindi kile pale Radio Tanzania, nilisoma kwa haraka sana, maana yule Radio Fund Manager wangu alikuwa hapa karibu. Na ile ni radio tunajua alikuwa hapa karibu. Nilisoma kwa haraka sana kumbuka mpaka alinishika mkono. Mpunguza kwa mpaka ilisimamishwa, ambia taratibu. Nilikwenda kasi sana, nakumbuka sana tukio hilo. Ilikuwa ni hofu ama ni usomaji tu wenyewe kwamba mimi nilitayarisha mwenyewe na nikawa na flow haraka na nini. Lakini of course ni mara ya kwanza ndio nimeingia Radio Tanzania na nazungumza mbele ya microphone na nini, vitu vya namna inavyo nafikiri viliniingia sana. Lakini anyway ikaendelea hivyo, na mimi nikawa mtangazaji mzuri na nini, nikawa napendwa. Akiba Yozi kipindi kinasikika, mimi hata mpaka na aliyokuwa kiongozi wangu alinipenda sana, akasema bwana wewe utatayarisha kipindi tu. Kwa hiyo nikakaa pale nikatangaza kipindi cha Akiba Yozi kwa miaka kadhaa. Ukafika wakati Chakula na Lishe ukatangaza nafasi ya mtu ambaye atatayarisha kipindi cha Chakula na Lishe. Mimi nilimuomba meneja wangu yule kwamba bwana tafadhali hebu mimi, akasema haya yako haya sio yangu, wewe andika, mimi nitapitisha barua hapa, taona huko kama general manager atasema nini. General manager alikataa, alikataa, nikamwambia bwana mimi inabidi lazima nihame. Ingawa ni miaka mingi nimefanya wakati huo. Na Chakula na Lishe kwa pale ulikaa muda gani pale? Aka 10 hiyo nasema. 10 years. Yes. Sio mchezo. NPF ni 10 years, 10 to 12 years. Nikatoka pale na anyway nilifanikiwa hatimaye kwamba niende kule Chakula na Lishe. Na kule kulikuwa na mama mmoja wa kizungu Scottish yule nafikiri kutoka Scotland yule, alinipenda sana kwa sababu alikuwa anakuja kwenye kamati za elimu kwa umma ambazo zinahusika na vipindi hivi. Alikuwa ananiona anasema yule mtu mzuri. Sasa nilipokwenda pale kwamba mimi naomba ndasema ubaya fulani hapa ambao ulifanyika, uzuri kwangu lakini ubaya fulani. So, mimi nilichelewa kuomba hiyo nafasi. Kwa sababu wakati huo walikuwa wanamtafuta meneja wa uhusiano, kitengo cha uhusiano. Mimi niliomba pale NPF. Sasa nilikataliwa. Aliyekuwa mtumishi wa Otu enzi hizo, Otu alikuja kuniambia, alisema wanasema wewe una umri mdogo. Mimi nilikataa sana hiyo. Sasa hii ya umri mdogo huwezi kuhold, you can't hold that post kwa sababu tu ya umri. Hiyo watakuwa wanakuonea sana. Kama unaweza tafuta kwingine, hapo watakuchelewesha. Wewe una njia yako ya kwenda. Ndio hapo na kipindi hicho sasa walikuwa hawa watu wa Chakula na Lishe walikuwa wameshatafutwa watu. Na ndio hapa nasema nitatoa siri hapa ya ajabu sana. Yule mama wa kizungu, mimi wakati alivyoniambia hivi nilitoka moja kwa moja mpaka Chakula na Lishe, Ocean Road kule. Kaenda pale, kufika nje na piga simu pale nje, masaa kwanza
Sasa kwa nini? Akatoka mwenyewe kaka mama mmoja wa Scottish mpaka nje, vipi? Anamwambia na mazungumzo na wewe, karibu ndani. Nikaingia nikamwambia, mimi ile nafasi mnayotafuta mbona siku zimeisha, siku za kuomba zimeisha. Aliniambia backdate you later. Mzungu alinishauri niandike Mzungu alikuambia ufanye manuva niandike barua kama zamani sana, na atafanya kila njia kuhakikisha na mimi naitwa kwenye interview, maana by then interview ibaki wiki moja tu inayofuata. Okay. Na mimi nilikuwa nimeshachelewa kwa kweli. Huyo mama alipata kukusikia nini hapo kabla, ama alivutiwa tu? Na yeye alikuwa anakuja kwenye kamati ya elimu kwa umma ya kutoka kwa tayari alishakujua. Alikusanijua. Anajua ubora wangu, nafikiri hicho kilimvutia sana. Basi nika backdate kweli na nikamkabidhi yeye na akafanya process zote. Mimi wiki hiyo nikapewa barua ya kuitwa pia kwenye interview. Yani ilikwenda hivyo na interview ile, na kweli nikapita. Nafikiri na ngoma zake yule mama alivyopiga na alivyoeleza wengine huko, basi nikafanikiwa kuhamia Chakula na Lishe. Ikawa tu uhamisho ule wa wanaita parastatal organization transfer. Nilihamishwa kishirika, kwa hiyo haki zangu zote zikahamia Chakula na Lishe. Na pale ndo nikawa nafanya kazi tena ya kutayarisha hicho kipindi cha Chakula na Lishe. I say. Hongera sana, maana katika hizo hatua hizo sio mchezo, lakini ya kwanza ulienda ukaambia umechelewa, haupokelewi. Lakini hii umechelewa ukaambia rudisha kwanza tarehe. So unaona kila jambo linakuwa lina wakati wake, tunaamini hivyo. Sawa, msikilizaji, tuko na mzee wetu hapa Rainfred Masako bwana, mwanahabari nguli kabisa na mtangazaji nguli kabisa, ambaye kama ambavyo nimesema anakumbukwa kwa ile iconic voice kabisa, na unamsikia hapa, mimi ninavyomsikia napata raha sana kumsikiliza anavyoongea, na Kiswahili chake kimenyooka kabisa. Au unasemaje Mbu? Kimenyooka kabisa. Kwa upande wangu, kama nilivyosema kwamba kipindi hicho ndo naingia studio Radio Tanzania kwa mara ya kwanza. Na ni scripts unasoma, unatayarisha mwenyewe na nini. Kwa hiyo ninajua jinsi nilivyoweza kutiririka. Nilitiririka haraka sana. Mpaka yule bwana marehemu Joseph Mihango, no sio Mihango, Joseph nani? Nimesahau jina la pili, marehemu huyo alinishika bega. Basi yani nakwenda kasi mno. Lakini ndio ilikuwa ni mara ya kwanza, na mimi ndio nilikuwa nafurahia hiyo kazi na nini. Nilifanya vizuri, na ndio hapo kadri siku zilivyokuwa zinakwenda nika improve, kujua niende taratibu. Uzuri ni kwamba vipindi vile ulikuwa unavisikia mwenyewe. Wakati wa kutoka, maana hapa tulikuwa tunakwenda kurekodi tu. Wakati wa kutoka wewe upo nyumbani pamoja na wasikilizaji wengine. Kwa hiyo ulikuwa unajisikia mwenyewe pia, ulikuwa unaona I could have improved that way na nini hapa na pale. Kwa hiyo tuliendelea kufanya namna hiyo, na mpaka nilijisikia hata mwenyewe ya kwamba nilikuwa nafurahi kuingia studio kwenda kusoma vipindi vyangu. Mtu ambaye kwa upande wa utangazaji wa radio, ambaye mimi nilikuwa najaribu sana kusema kama ikiwezekana nitangazwe kwa utulivu kama yule bwana ni Bati Kombo marehemu. Yule mtu kwa kweli ilikuwa ndio kama ni kusema ya kwamba nilikuwa naangalia uwezekano wa kusoma namna gani au niwe mtangazaji wa namna gani, basi marehemu Bati Kombo. Nilikuwa nampenda sana yule bwana. Utulivu wake ulikuwa sio wa kawaida. Sawa. So nafikiri nadhani pia hiyo ndio tofauti ya enzi hizo na miaka ya karibuni. Miaka ya karibuni naona watu wamekuwa hawapendi watu ambao wanaongea taratibu ama kwenye utulivu wa hali ya juu. Wamekuwa wanapenda watu chakaram tunasema. Huwa na speed na nini, yani wenyewe wanasema usilale. Yani kwamba wanasema wanahitaji uchangamfu. Ni kweli. Kwa hiyo naona hapo kuna huyo utofauti sasa. Yani kwa kipindi kile mnapenda zaidi utulivu. Of course mimi ni mpenzi wa utulivu, ndio maana hata mimi mwenyewe kidogo kutumia speed. Anapona umetulia. Shukrani sana. Kwa hiyo nafikiri ili kutumia hiyo na sawa. So pale kikao kinapigwa kipindi hiki cha kulikuwa hichi kipindi cha hapa ni chakula na lishe. Chakula na lishe ambapo kilikwenda
na baadaye kukazaliwa vipindi vingine? Hapana, pale mimi nilikaa na kipindi hicho tu mpaka wakati ninaondoka. Okay. Wakati huo kukawa na matangazo huko ITV na Radio 1 inatafuta watangazaji. 94 hiyo. 94 hiyo. Mimi nilifikiria sana ile, na nakumbuka nilimfuata rafiki yangu mmoja alikuwa anafanya kazi kilimo. Nilimfuata nikamweleza, akasema bwana hebu jaribu bwana kama unaweza. Mimi nikasema mimi nafikiri huko kwenye TV huko mimi kutanifaa huko. Kwa sababu nimemkumbuka mwalimu wangu mmoja ambako chakula na lishe alinipeleka Uingereza, Ian McDonald's Associates, chuo kimoja hivi. Alinipeleka kule na wale wakati wanatuzungusha katika University of Sussex, mwalimu mmoja aliniambia you could be a very good broadcaster. Hivi yani wakati tunazungumza tuna nini, anasema you could be a very good broadcaster. Do you have television at home? Nikamwambia hatuna television kule wakati huko bado. Television ziko Zanzibar. Akasema ungeweza kuwa mtangazaji mzuri sana wa TV. Iliniingia ile. Alafu mwishoni wakati tunamaliza pale kwenye chuo kile, mwalimu mwingine tena mmoja kijana tu aliniambia, ukienda nyumbani ukipata kazi ya utangazaji, jaribu kutafuta sauti yako tu tofauti na ile unayozungumza na mkeo nyumbani. Aliniambia hivyo. Sawa. Mimi nikamwambia how could I do that? Akasema wewe jitahidi mwenyewe. Wewe utaona tu kuna mahali somewhere mimi naiona sauti kwako. Sikumwelewa kabisa mzungu yule, lakini nilikaa kimya nikasema haya sawa bwana. Nilirudi hapa mimi naendelea na chakula na lishe kama kawaida. Sasa wakati tulivyokwenda huko ilivyotoka nafasi hiyo tu, nikamkumbuka sana yule kijana. Kwamba aliniambia unaweza kuwa na sauti tofauti yako tu. Na anasema anaiona kwangu, alionaje vitu vya namna hiyo. Sasa kule kuna siku kweli nilikaa mwenyewe wakati nimekushamia sasa TV na Radio 1, nikaona hapa nimkumbuke yule Mr. David alikuwa anaitwa. Nimkumbuke yule, hebu nijaribu kuona kama I can have my own voice. Sababu alinipa na mfano, alisema hivi, wewe kule South Africa unamsikia mtangazaji mmoja, this is the voice of South Africa, Johannesburg. Anasema hivi, yule anapoongea na mkewe anaongea hivyo. Ile ni sauti ya studio. Ya studio, okay. Yeah. Kwa hiyo anasema na wewe na hivyo. Ndio mimi sasa nilipoanza pale wakati nilipopewa kipindi cha matukio ya wiki ulipoingia. So hii safari kwanza hapa kabla hujaingia hapa kwenye upande ulipoenda ITV huko na Radio 1. Hii safari ya UK hii ilikujaje yani? Ilikuwa tu kuna mafunzo yanatolewa kule. Na pale chakula na lishe unajua kulikuwa na international flavor fulani hivi pale. Shirika fulani hivi la kishua tunasema. Kishua hivi. Sasa yule mama huyo Mscottish aliniambia kwamba unaweza ukaenda hii ya miezi 3, inaweza kuongezea kitu chochote na nini. Nikasema sawa, nikajaza fomu pale na nini. Naye mwenyewe ilikuwa imefadhiliwa hiyo. Imefadhiliwa. Okay, sawa. Nikajaza fomu yeye mwenyewe akaimalizia huko na ikaenda, na jibu lilirudi kwamba na mimi nitakuwa mmoja wao wa kwenda kule ya. Kwa mzee wangu kaingia UK kidogo pale. UK pale. Nikachukua ile vizuri sana, alafu na mpaka na yule kijana ambaye alikuwa ananiambia kwamba utakuwa mtangazaji mzuri, niliona kama inatiririka ile ambayo inasemwa juu yangu. Na ndio maana hata niporudi nikaona hapa sasa ni mahali pa kipindi hiki cha matukio ya wiki ni binuke na sauti yangu. Mpaka nakumbuka public relations officer mmoja wa chuo kikuu Ezizo alisema, where did you get that voice? Mbona wewe umebadilika sana? Baada ya kurudi ukawa ushajitengeneza sasa. Wale nikasema huko chakula kwenye chakula na lishe kutumia hiyo pale TV na Radio nipopewa matukio ya wiki, nikasema hapa sasa acha nibinuke kivyangu. I like that, kubinuka. Yeah. Mimi nilibahatika kuwa na mwalimu wangu mmoja wa masuala ya radio. Alikuwa anaitwa Edwin Mpokasie. Yule mzee nimempoteza, yule sijajua yuko wapi sasa hivi. Lakini alinifundisha vitu vingi sana. Lakini nilichokuja kugundua baadaye ni kwamba yule mzee alikuwa ametokea Italy.
Okay. ambaye alikuwa amekwenda kwa ajili ya shughuli hizo hizo za utangazaji na lakini alikuwa ni mwalimu. Kusema kweli alivyorudi, yani yule mzee alivyokuja, alikuwa yuko kwenye chuo cha uandishi wa habari cha DSJ kile pale, akawa ana implement vitu fulani hivi ambavyo vilikuwa sio vya kawaida na havikuwa vimezoeleka. Kwa baadhi ya watu vilikuwa vigumu sana. Lakini mimi nilikubali ule ugumu wake. Kwa hiyo akawa ananichukua, ananipeleka, nikawa naenda anapokaa sasa, anapoishi. Na alikuwa ananipa kazi ngumu za kutengeneza makala. Najua makala hizi. Sasa yeye ametokea Europe, kwa makala yake alikuwa anataka iwe clean kabisa, na bahati nzuri nilikuwa nafahamu mambo ya production mapema. Kwa nikawa nafanya, lakini zilikuwa ngumu sana. Lakini kile ndo kilichokuja kikanifanya nikabadilika kabisa, nikawa bora zaidi. Sasa namna ambavyo alikuwa yule mzee, nafikiri vijana wengi walishindwa kumuelewa kutokana na ile misimamo yake na namna ambavyo alikuwa anaifanya, na elimu ilikuwa inaonekana kama ngumu kidogo. It was a little bit tough, lakini vitu vilikuwa vimendani pale. Nataka nijue wewe ulivyotoka kule baada ya kusoma kule na ulivyokuja ulivyoleta elimu yako, umeitoa Europe umeleta hapa, hali ilikuwaje? Kwa sababu niliona experience wale mzee na watu walikuwa wanamuona kama alikuwa anafundisha vitu vigumu, lakini alikuwa anaweza kukufanya ukawa bora zaidi ya watu wote. Mimi nilichokuja kugundua tu ni kwamba hata wale mafundi mitambo pale Radio Tanzania, kuna mmoja alitamka kabisa baada ya kurekodi vipindi vyangu na nini, nikawa sasa tukishamalizana tunaagana, aliniambia kabisa, mmoja marehemu yule nafikiri naye alisema, utaweza kuwa mtangazaji mzuri sana wa TV kabla sana. Ana alikuwa ananiona mle ndani nilivyokuwa nimetulia na scripts zangu zile, na kwa kuwa natayarisha mwenyewe, I mean natiririka vizuri na nini, smoothly, mambo yametulia. Aliniambia, alisema, wewe unaweza kuwa mtangazaji mzuri sana wa TV. Na wakati ndo kipindi ya TV natangaza kutafuta, nikasema wewe unaweza kuwa mtangazaji mzuri wewe. Nikasema huyu kama alijua mimi ndo nahangaika kwa kutaka huko. Na ndio hivyo ya kwamba flow hiyo ikaenda namna hiyo, na hata pale nilikuwa nikitangaza nilikuwa najaribu sana kuona kwamba mimi niko tayari kwenye TV. Yaani nakwenda kusoma script zangu, lakini ilikuwa tayari naona kama niko kwenye TV vile, kwa sababu tu mradi yule fundi kule anayerekodi ananiona. Niko naona kama vile wakati umeanzia upande wa radio manake. Ni upande wa radio, yes. Okay. Bado niko chakula na lishe radio. Lakini alikuwa anaona, anasema wewe unatosheleza sana kwa mtangazaji wa TV. Okay. So nafikiri nimeanza kuipata hiyo picha sasa. Kwa hiyo ilikuwa ni ulivyorudi kwa ni different person kabisa. Yes. Kwa hiyo knowledge ilikuwa imeongezeka sana pale. Exactly. Okay. Yeah. Sawa. Life ya kutoka sasa, maana hawa ITV walivyokuja hawa na Radio 1 ama EIPP ilivyokuja, ilionekana ni fursa ya kujineemesha zaidi. Kama unavyo ni kweli. Ilikuwa inaonekana kwamba bana hao wametoka huku na nini, kama ambavyo biashara ilikuja ikachangamka miaka ya kati hapa na biashara ya media, ndivyo ambavyo ilionekana miaka ile. Na of course wale manguli nao walikuja wakainuka sasa pale, wakaja kule. Kwa hiyo ilikuwa kama kuna vita fulani vya kugombania zile nafasi ndadidi. How was it kwa upande wako? Marake uliingia sehemu ambayo pia manguli wale wa habari nao walikuwa ndo wanaelekea huko. Kwa ukweli ni kwamba kwa sababu kila mmoja alitafutwa kwa wakati wake. Ndio. Mimi kuna bwana mmoja Samuel Mwafisi nafikiri kitu cha namna hiyo. Alikuja mwenyewe mpaka pale ITV na Radio 1. Na akaniita, nikatoka nje, akanieleza kwamba maana mimi kule ndio nahusika na usajili wa watumishi wapya. Okay. Wewe unaweza kuwa mtangazaji mzuri kwetu. Kwa hiyo ilikuwa bahati ya moja kwa moja. Bahati ya moja kwa moja. Hongera sana. Maana ni vizuri. Sasa wewe andika barua alafu mimi nitakwenda nayo. Nikaingia ndani nikaandika barua kwa mkono siku hiyo hiyo. Pale. Nikaingia nikaandika kwa mkono na nikamletea, kaondoka nayo. Akaenda nayo huko. Simini situkia tu siku ninaitwa kwenye interview.
Yeah, and by then managing director alikuwa mzungu kutoka Uingereza. Yeah, na alituoji yeye mwenyewe siku hiyo pia aliridhika kwamba mimi I could be one of the best employees pale. Kwa hiyo hapo sasa ukiachana tu na sauti, manake sauti pekee haikuwa inatosha, lakini ile professionalism. Exactly. Ni hilo nafikiri lilichangia sana lilichangia sana kwa sababu hata wakati anazungumza nasi alikuwa anaona hapo nazungumza na mtu wa kariba ninayotaka. Kwa hiyo aliridhika haraka sana. Yani, na nitasema kitu kimoja, baada ya kukubaliwa sasa barua sasa zinakuja. Zile barua zilikuwa wewe acha mshahara wakati bado ni shilingi tunasema 1027. Wakati watu wanahamia pale. Tunahama yani ndio mishahara galao clerical officers nini hao ndio 27 ambao saa hizi nauli tu haitoshi wakati mwingine. Hatari kweli. Yani sasa kule ana marehemu Reginald Mengi sasa sijui kama ndio ushauri ya mwenyewe au na bosi yule mzungu. Mimi nilianzia kitu nafikiri 1080 na kitu. Bwana sasa kutoka 24 24 sio ulikuwa unapokea huko. Nikasema hiyo wanatuambia kwa na hiyo ni mshahara alafu bado umepangiwa sio nauli yako sio niseme malazi nini yani kila kitu. Ilikuwa mshahara mzuri kwa kuanzia. Hongera sana. Mimi nakumbuka nilikuwa dogo lakini nasikia bwana akipita na anafanya kazi ya ITV huyo. Si unajua kipindi hiyo kwa hiyo kwa sababu si ni mpya ilikuwa kwa hiyo tayari and yes I remember alikuwa dereva. Okay. Dereva tu alikuwa ni dereva lakini pale mtaani yani tayari anaonekana kwamba huyu maisha ni safi. Yani sasa I can imagine wewe ni mtangazaji ambaye umeshaingia pale kwa ni dereva tu kwa kweli. That amount of money I say ilikuwa hakuna namna yani mtu hata kama alikuwa anafanya kazi wapi kipindi hicho alikuwa anataka lazima aje lazima ataacha kazi na kuja pale and it wasn't easy kabisa wakati mnaingia pale na kuweza kuibuild ile sasa kama nilivyogusia hapo ya kwamba pale chakula na lishe pana ka international flavor fulani mimi nilihama acha kazi nilihama tu kwamba nihamia huko nikiona mambo mabaya niweze kurudi. Unarudi so katika hali hiyo ulifanyaje? Nilikwenda alafu sikurudi. Sikurudi. I say sikurudi nikapotelea huko. Hiyo umefanya exactly vijana sasa hivi wanavyofanya. Yaani mtu anapotea. Sasa wewe mbona haji kazini? Sikurudi. Mzee Ranfu unaonekana ulikuwa matata sana kipindi hicho kidogo. Sasa wewe mbele ya 80 na kitu utaiachaje hiyo bwana wewe 86 mshahara unaachaje? Umeona mzee umpunga mimi siuachi. Wewe unapata 24 siku ngapi hizo? Kwa nini? Kwa hiyo sasa ili kuondoa utata ukaacha akiba kidogo hapa. Ukaacha kama akiba sema akiba maneno ile umeacha akiba kazi. Anyway, it's very interesting lakini I say kwa hiyo mambo yakawa yamekuwa hivyo na mkaanza pale kazi ile. Tukaanza kazi ile alafu tulipitia kipindi fulani kigumu kwa namna fulani hasa mwanzo niseme hivyo tulipitia kipindi kigumu sana kwa sababu mzee marehemu Mengi alikuwa anataka aone kila taarifa ya habari tunayotayarisha na tulikuwa tunasoma bado hatujaanza kwenda hewani. Tunatayarisha taarifa ya habari, tunasoma kama kawaida, studio inarekodiwa na nini, alafu yeye anaitizama. Yote mwanzo mwisho. Ilichukua miezi kadhaa mpaka ikawa wale waandishi wetu ambao walikuwa wanakwenda kuchukua hizo habari kule walikuwa wanalalamikiwa, nyinyi kila siku mnachukua ITV mbona tuioni? Maana tujaanza kwenda hewani. Ikawa kidogo lawama hizo. Kwa hiyo walikuwa wanarudi na tukabidi lazima tumwambie mwenyekiti tunaaibika mitaani, tunaonekana sisi matapeli kwa sababu tunachukua habari zao na hawazioni popote. Hawazioni popote na tujaanza kwenda hewani hata hivyo. Ila tu basi ilikuwa tu kuna ITV huko ni sifa hizo zipo lakini hatujaanza kwenda hewani. Kwa hiyo lawama za aina hiyo zilikuwa tayari nyingi na nini mpaka waandishi tu waliokuwa wanakwenda mitaani kabisa walilalamikiwa sana na nini, lakini sisi bado tulikuwa tunasoma taarifa ya habari, tunatayarisha kila kitu, tunarekodi. Hiyo ilisababishwa na nini hiyo? Ilikuwa ni umakini. Anataka tuwe perfect. Umakini umakini. Mwenyewe alitaka hivyo
Yeah. Kwa ilikuwa ni kwa sababu tayari ana exposure kuona nje na nini ama ilikuwa hivyo? Ilikuwa aliona tu kama vile hatujatosheleza. Alikuwa anajiridhisha. Anajiridhisha kwamba sasa tukienda hewani tunao watu wanaojua kufanya shughuli hizo inavyopasa. I say. Ila alipitiliza, ukweli alichukua muda mrefu kufanya maamuzi mpaka hizo chokochoko zilipoanza kutoka nje. Na kuja kumwambia, lakini afu alikuwa msikilizaji, alituelewa. Lakini hiyo inatufundisha kwamba Mzee Mengi alikuwa na umakini wa hali ya juu kiasi ambacho yani ulipitiliza kwa maka ugogopa sana mtu anakuambia hii bado rudia, unajua mashallah. Anyways, watu wameacha komenti zao hapo kama kawaida wakitaka walau kutuambia mawili matatu kupitia kipindi kinachoendelea. Best Mbwa anasema Mzee Masako ndio kioo cha wanahabari wengi Tanzania. Hilo kabisa ndugu yangu, na ndio maana leo tumemwalika hapa ndani ya The Classic ya EFM. Kasira Mnyone anasema legend kweli. Salute sana, kweli legend tuko naye hapa. Abdi Badi anasema Mzee Masako made us watch news when we were young. His unique voice, swag and delivery made him one of a kind. I'm happy that today I've caught the live interview. Asante sana Abdi Budi, ulichokiongea hapa ni kweli kabisa. Unique voice, swag and delivery kabisa. Sidhani kama mwenyewe atakubali kuita ile ni swag, lakini atatuambia kama anaita ni swag ama eti Mzee Masako unaita swag mbwembwe au mbwembwe hazikuwepo. Hazikuwa mbwembwe, kwa hiyo kulikuwa na mbwembwe. That was natural. So wana Abdi Badi, Mzee Masako anasema yeye hazikuwa ni swag ila ilikuwa ni natural, lakini yote kwa yote tulienjoy. Asante. Nasfaisal David anasema profesa kabisa huyu, nakumbuka kipindi cha Kipima Joto. Okay, sawa. Sawa, mwingine nani? Okay, sawa. Asante, nimepata. Vincent anasema tukaandika tu mmoja kati ya waandishi bora kabisa, na shukrani sana kwa director Saidi Mkukila amecomment tu legend. Asante sana Sheikh Said bana. Sisi tuko hapa na mzee wetu Mzee Masako na tunaendelea kupata darasa vile na hadithi tamu kutoka kwake. Kabla sijaendelea hapa, ni kuambie kwamba ukiwa na PigaBet ushindi wako una thamani mara mbili, na unaweza kufanya pre-match cash out kabla refa hajapiga kipenga, alafu bado dau lako linaingia kwenye draw ya kushinda smartphone mpya kila wiki. Na sasa sikiliza hii, mwisho wa kampeni kuna Toyota IST mpya itatoka, na usilale. Wewe cha kufanya ni weka mpunga, weka pesa ama deposit, alafu cheza ushinda ndinga na PigaBet, na usisubiri hadi mechi iishe. Unaweza kutembelea pigabet.co.tz, yani anza na www.pigabet.co.tz au pakua app kwenye simu yako. So hiyo ni kutoka hapo PigaBet. Sawa. Mzee wetu Masako ametuambia namna ambavyo alitoka sasa kutoka kule chakula na lishe na kuelekea katika sasa sekta binafsi, tunasema kampuni binafsi, na hapo alikumbana na mambo mengi, lakini yote kwa yote tusisahau mzee wetu anasema kule alichomoka tu, aliacha akiba ya kazi, akasema hapa mimi siongei chochote, nafuata kwanza mpunga mrefu. Zimeongezeka 60,000 hapo, au sio bwana? Yani kwa mfano sio kwa namna kama zimeongezeka kama jiwe 6 hivi, kama 600,000 yani imagine kama labda ulikuwa unachukua 200,000 afu unarushwa mpaka 800,000. Mzee wetu akaona usitutanie, na maisha kidogo kipindi kile hayakuwa tough zaidi ya sasa hivi. Kwa hiyo hiyo pesa ilikuwa inafanya jambo kidogo mzee wangu. Pesa ilikuwa inafanya jambo ili kwa sababu kipindi hicho kama unaweza kumpeleka mwanao kwenye shule za kulipia na nini, ulikuwa unaweza kufanya kitu yani cha wazi. Okay. I say hongera sana. Hali ilikuwaje? Manake ile ndio ilikuwa nadhani ndio FM ya kwanza kwa upande wa radio. Na huku tayari ndo TV yetu tunaiona sasa imekuja pale, ikaanza kuanza kushika kasi. Mabadiliko huwa yanakuja kwa namna mbili. Kuna ambao wanayakubali na kuna ambao huwa wanayakataa, na kuna wengine inawachukua muda kwenda kuyakubali.
na FM ilikuwa inaonekana kama kitu cha anasa hivi kulingana na wakati ulivyokuwa. Inaonekana kama anasa hivi. Sijui ulichukuaje hiyo changamoto ya kuonekana kwamba mmehamia sehemu ya anasa hivi? Ukweli ni kwamba kwa sababu hapa nchini ilikuwa kama ni upya fulani kwa hata watazamaji. Yeah. Kwa hiyo tulikuwa tunajipanga kufurahisha zaidi kwamba wapate kile ambacho wanapaswa kukipata. Na kwa mfano mimi nakumbuka vizuri sana ya kwamba kila lililo sahihi kulitetea ni lazima nilitetee. Ndakupa mfano wa hali ya juu kabisa kwamba nilipishana na Reginald Mengi katika swala la madini joto. Mimi wakati nimetoka chakula na lishe mind you. Kwa hiyo naelewa madini joto yanapatikana wapi na wapi hayapatikani. Sasa yeye aling'ang'ania kwamba tuseme madini joto tatizo la nchi, tuzungumzie nchi na nini. Mimi nilimwambia lakini hili ni tatizo la maeneo fulani tu katika nchi, sio tatizo la nchi, sio tatizo la nchi nzima. Haiwezekani. Yani tumebishana kweli hapo, mpaka nikamwambia mimi ninavyojua ndio hivyo, madini pungufu wa madini ya joto yapo katika maeneo fulani tu, na kama hivyo ya kwamba huku milimani maeneo yote unasikia kuna tatizo la goita, ni kule ambako kuna milima. Walioko huko milimani ndio wanakumbana na upungufu wa madini joto katika miili yao. Okay, wakati wa kipindi kile goita inasumbua sana. Yeah, that's it. Yeah, okay. So ndio wanatafuta njia ya kusema tuhakikishe chumvi yetu inawekwa madini na kadhalika. Yeah, lakini sasa katika kubishana nalo hili mwishoni akasema ngoja nitaulizia. Hakurudi kwa kweli. Nafikiri alipata jibu kwamba mimi nilikuwa sahihi kwa sababu mimi nimetayarisha vipindi na tulikuwa tunakwenda katika maeneo yale ambayo yana matatizo kama huko Iringa, Mbeya. Goita ipo kule kwa watu wanaoishi juu, sio wanaoishi bondeni. Okay. Yeah, kwamba kule hata ukipanda mboga za majani, mboga hizo haziwezi kuwa na madini joto. Yeah, as a result zina mvua ikinyesha madini joto yanateremka bondeni. Okay. Wanaoishi bondeni hawana matatizo hayo. I see. Yeah. Okay. Kwa hiyo tulivutana kweli katika hilo, lakini alinielewa hatimaye. Yeah. Okay. Hiyo sasa inatufundisha weledi hapo, weledi na namna ambavyo ulitakuwa uisimamie kwamba mzee anaona kwamba hata ili swala linasumbua wote la nchi nzima, au sio? Pengine labda yeye alikuwa anatazama kwenye mitazamo yao ya kibiashara na nini, unajua make yes alikuwa afanya biashara mkubwa kwa hakika na wenzao na vikao vyao. Inawezekana, lakini kwa kweli sasa ile kusema tu kwamba ni tatizo la nchi nzima, ile mimi ndio nilisema tusiseme hivyo. Tuseme tatizo lililopo katika maeneo fulani ya nchi. Yeye alitaka tuliseme nchi nzima. Sasa tulikuwa tunapotosha. Yeah. Kwa hiyo ulisimamia hiyo. Yeah, na hatimaye alikubali kwamba kweli hili ni tatizo la maeneo fulani. Nafikiri alipata mtu alimfafanulia akaona yule bwana msimamo wake ndio kweli. Hiyo ilikuwa ni wakati wa matukio ya wiki hapo, sio? Au ilikuwa? Hapana, ni wakati wa habari kabisa. Ni habari kabisa kwenye mahabari, kwa sababu tulikuwa tunaandika wenyewe, tunahariri, alafu mtu aende nayo hewani. Okay. Yeah, sasa zili alikuwa anapitia, and by then I hope ilikuwa hatujaanza kwenda hewani. I do remember that. Alikuwa hatujaanza kwenda hewani. Ilikuwa tu bado anatazama yeye taarifa yake habari, tukishasoma na tunapitia kwa pamoja. Yeah, ilikuwa bado kabisa kipindi hicho. Yeah. Kipindi bado ilikuwa ni ile transition period ambayo mzee anatizama, mzigo unawekwa pembeni. Unawekwa pembeni, hicho kipindi inaonekana kiliwatesa sana. Kilitutesa kwa kweli. Alafu alichukua muda, yani pamoja na malalamiko yetu kwamba mzee sisi tuko tayari, yeye alisema hapana, bado. Na wakati huo tulikuwa tuna record basi. Hatukuwa tunakwenda live mind you. Tulikuwa tuna record. Sasa tungeweza kurusha ile ambayo imerekodiwa, ambayo kama imekosewa inahaririwa, inakwenda kitu kilicho safi, lakini bado alikataa. Hapa nimejifunza pia namna ya kukabiliana na disappointments. Yeah. Katika maisha yangu pia ya haya ya utangazaji mpaka sasa kuna disappointments nyingi nimekutana nazo ambazo wakati mwingine ukifanya masiara zinaweza zikakutoa mchezoni, na nimewaona baadhi ya
vijana wenzangu na nini ambao disappointments kidogo mtu anakuwa tayari yani bana basi piga mzigo basi yani kitu kidogo tu yani bana mimi bana ni kazi yenyewe bana naacha unajua wengi wanaishia njiani kana bana huko unakoenda mbona kugumu zaidi bora tu uendelee kukomana nini sio unajua na vitu kama hivyo. Sijui sasa disappointments na hiyo kwako wewe ulizikabili namna gani? Manake nimepata kusikia pia kuna disappointments nyingi ambazo ulikuwa unakumbana nazo lakini mambo yakawa yanaendelea. Yani kikubwa ni kwamba kwa mfano kama hii wewe unajua unalolifahamu ndio lenyewe, ubahatishi. Kwa nini anganganie kile ambacho yani kitakapokwenda hewani kitu cha ovyo, wewe unayetayarisha ndio ovyo, wala sio yeye. Kabisa. Wewe unayetayarisha ndio ovyo, lakini kama unakijua chenyewe ni hiki, mweleweshe huyo mtu mpaka akubaliane na wewe. Kama ana sababu zingine au ana njia nyingine za kupata jibu hilo ambalo wewe unalo, aende akalitafute. Lakini wewe kwako hutabadilika kwa sababu tu bosi mwenye mali anataka hivyo. No, lazima nisimamie kwamba aka lenyewe ni hili. Na nimekuwa nafanya hivyo mimi muda wote. Before ya kuingia huku kwenye hii private company kule nako ilikuwa ishawahi kukutokea kule kwenye zile taasisi ambazo zilikuwa zinahusiana na pengine kule sikukumbana na vitu vya namna hiyo kwa sababu kule unajua ilikuwa ni scripts unaandika. Alafu kwa mfano kama huko chakula na lishe, bosi wangu alikuwa mzungu. Na alikuwa ananiamini sana juu ya utendaji wangu kwa sababu alinielewa wakati niko NPF. Sikuwahi kukumbana na mgogoro wa aina hiyo hata mara moja. I say hiyo fantastic sana. Kwa hiyo nafikiri kwa namna ambavyo mambo yalikuwa yanakwenda ilikuwa unahitaji pia kiachana tuna elimu ambayo imebadilisha na kuongeza kitu kichwani, maturity pia ilikuwa inachukua nafasi yake sana. Yani uwezo wa kukaa na kutafakari pia. Sawa. Kwa sasa kwa wakati ule kulikuwa kuna namna mbili za kuendesha. Umetoka katika maeneo ambayo ni kama ya kiserikali huku Radio Tanzania na nini, na kule ilikuwa ni sehemu ambayo content yani maudhui yanahitajika, lakini pia sasa ilikuwa kuna upande mwingine wa kibiashara. Na huu ni upande ambao unasumbua watu wengi sana. Mara nyingi watu ambao wanakuja na weledi wakati mwingine huwa kuna vitu fulani vinakuwa vinawashinda. Unajua na afadhali hiyo wakati huo, lakini sasa hivi imekuwa ni worse yani kabisa. Yani unajua kwamba unalazimika upite katika njia ambayo pengine hauitamani hata kuipita, lakini kwa sababu ndo mwelekeo wa kibiashara uko hivyo. Mlifanyaje namna ya kubalance ile time, yani ule wakati hii iko katika mlengo wa kibiashara, unahitaji kuwin, kupata wasikilizaji, lakini pia na pesa ipatikane. In the meantime pia msitoke sasa katika ile misingi. Labda tu niseme kiujumla kipindi hicho unajua kituo kilikuwa kama kimeheshimika sana all over places ambako tulikuwa tunaonekana. Kwa hiyo hakukuwa na ugumu kihivyo wa kusema kwamba biashara ingeweza kuathirika kinamna. Kwanza nafikiri hata matangazo yalikuwa yanakuja ya kutosha tu. Mwanzo tu ilikuwa ya kwamba watu hawakujua ni namna gani, lakini pamoja na kwamba gharama yake ni kubwa kidogo, lakini ilikuwa coverage yake ni kubwa pia. Kwa hiyo tangazo la mtu lilikuwa linaonekana sehemu nyingi. Kwa hiyo mwanzo tulikuwa na ugumu fulani, lakini hatimaye ugumu ule uliisha na tuliendelea kufanya vizuri tu mpaka tu mambo yalipobadilika, sio kwa sababu ya sisi, ilibadilika kwa sababu ya sera tu. Hapo tena ndo kidogo mambo yakaanza tena kwenda sivyo ndivyo, lakini sisi tuliendelea kufanya kazi yetu kama kawaida. Na nakumbuka mimi mwenyewe nitakupa ushuhuda mmoja. Kuna siku nilikuwa nimeenda Gongo la Mboto wakati natayarisha kipindi cha matukio ya wiki. Kipo hapo na unaondoka. Kwa hiyo mkanda tu utarushwa. Mimi nilikuwa nimeenda Gongo la Mboto. Sasa nimefika mahali nikaona muda wa kipindi tayari. Nifanyeje? Wacha niingie hapa niangalie kipindi changu. Nikakaa pale nimeangalia, niagize bia yangu moja, nimekaa pembeni. Yule bwana counter ni kama alianza kuhisi ya kwamba huyu ni kama namfahamu hivi. Lakini hakuniuliza.
Alafu wako wengine kumbe kipindi cha matukio ya wiki kitoka hewani lazima wawepo of pale. course, kila mtu alikuwa lazima aangalie. Sasa ikawa watu wanaanza kujazana pale kwenye bana. Sasa kaja mtu mmoja alikaa tena hapo tena baada ya wawili watatu, alafu mmoja akaja akakaa kwenye kiti cha pembeni kabisa. Wakati anaeleza yule msimulizi wa kwanza anaeleza tujiunge na Renfield Masako, yule mtu akasema mtaalamu huyo. Nilifarijika sana. Nilifarijika. Yeah, that's great kabisa. Yani nilifarijika sana kwamba watu wananikubali. Na ikasema ile mimi nilikuwa pale kwa ajili ya kusikiliza hiyo tu ya mwanzo. Maana wakati ilikuwa ni vita ile Afghanistan. Sasa nilikuwa nachanganya sauti zile, msemaji wa huku kasema nini, msemaji wa huku kasema nini, na hali halisi na nini, nilikuwa tunatoa ile na nini. Baada ya pale tu mimi nilipomaliza ile tu nikatoka. Sasa wakati natoka namsikia yule huyu aliyetoka sasa hivi unamfahamu huyo? Anamuuliza ambia sasa ndio yeye huyo msimulizi uliokuwa unasema hapa. Uko wapi? Nikasikia anasema wewe kausha nikimbia. Nilijua tu ya kwamba hapa atakuwa tena maneno tu mengi ya shangwe na nini. Niongezewe chupa nyingine wakati mimi nilienda na safari zangu tu pale. Ukutaka kupata ofa ya ziada. Muda wangu ulikuwa kule mbali kwanza, nirudi nyumbani. Hiyo ni upande mzuri sana, a very positive side, yani ya mtu ku appreciate pale. Tofauti unajua iliyopo kipindi hiki na kile ni kwamba kipindi hiki mtu anaweza kukuambia tu labda kwenye post yako bana mimi nakukubali sana mzee Masako, unajua pale unaona. That time ilikuwa ni ngumu mtu kukuona. Sawa kabisa. Na kusikia tu. Na ikitokea kwa bahati labda umetokea kwenye TV siku hiyo ndio anakujua. Kwa hiyo sasa mpaka akuone mitaani huko kidogo ilikuwa ni ngumu sana. Kwa hiyo nadhani ilikuwa sijui tunasemaje, ilikuwa inawapandishia thamani zaidi ama ilikuwa ina tofauti na sasa hivi. Unajua sasa hivi yani mitandao nini, wakati mwingine mpaka ni rahisi kukwaruzana. Kipindi kile mimi nafikiri ilikuwa ni rahisi kwetu. Kwanza marehemu Reginald Mengi alituheshimu sana na alituheshimisha pia mitaani. Ilikuwa si rahisi kwa mtumishi wake, hasa sisi ambao tulikuwa tunaonekana kutuacha tunatembea kwa miguu sijui nini. Alikuwa anasema hawa watu wangu ni lazima ama akachukuliwe au kama mwenyewe anajua ku drive apewe gari. Kwa hiyo kwa kiwango kile tu cha kutufanya na sisi tusiwe tunahangaika na nini, mpaka baadaye alikuja kubadilika hayo hayakuheshimiwa hivyo. Ikawa tunashika mchuma na sisi kwenye mabasi ya umma. Hali ilibadilika, lakini ukweli mwenyewe mwanzoni alituheshimisha kiwango hicho. Kwamba alikuwa hawa watu wanaonekana hasa. Isiwe kwamba wafanyakazi wa ITV wale ambao huko nini wanashika mchuma kwenye daladala sijui nini na nini. Alikuwa hataki hiyo. Alikuwa hataki kabisa. That was great kabisa, na ndivyo ambavyo inatakiwa pia wakati mwingine, na inahitaji hiyo heshima kutokana tuna pia unajua kazi za habari hizo, wakati mwingine mtu anaweza kuchukia tu pia. Kweli? Sio mtu anaweza kuchukia tu bila, au kuna kitu likizungumza pengine yeye hakipendi hicho kitu labda, lakini ni cha kweli basi akakuinda tu. Na hiyo mimi nitakwambia, unajua mimi ni mtu kwa mfano kipindi kile tunatangaza mada itakuwa nini, mgeni atakuwa nani katika kipima joto hiyo, mgeni atakuwa nani na nani na nani. Kuna mgeni mwingine anakuwa na tabia ya kutaka kujua utamuuliza maswali gani. Mada si imekwisha tolewa. Mimi wasipendi sana kuongea na watu hao, na nilikuwa na wakwepa kweli. Sasa nilikuwa namwambia producer wangu ya kwamba wapokee hawa wageni, waweke reception, ongea nao, au kama wapo wenyewe tupo pale, wewe una kazi zingine waache pale, wakiniulizia mimi waambie mimi sijafika. Kwa sababu baadhi wana tabia ya kutaka umuulize nini. Mimi niliona ile hapana, hatuwezi kwenda hivyo. Mimi ni mada anajua yeye, huyo ni mtu tumemuita kwa sababu anajua mada hiyo. Nitamuuliza chochote kutokana na mada, sitauliza nje ya mada. Kama ni lingine la ufafanuzi ni kutokana na atakachokuwa ameeleza yeye, nitahitaji ufafanuzi. Sasa yeye tena kukaa na mimi, anakaa na mimi kujadili nini kabla. Kwa hiyo nilikuwa nawapiga chenga, nilikuwa namwambia producer
wapokee, waweke mapokezi huko. Unajipanga. Mimi huko ndani ile 5 minutes to time mimi naingia mlina tena, wakawa namwambia muda ukifika dakika 10 zile nini waingize wakae pale. Mimi naingia dakika 5 hivi kabla ya kipindi. Na nikifika pale tunasalimiana na nini, nikikaa chini. Bwana, hebu tujaribu voice huko na nini. Najaribu kuongea. Mwenyekiti nikutambulishe vipi sauti pia wanakamata pale na nini. Tumemalizana. Jingo. Tayari kipindi tunaenda hewani. Sawa. Kwa hiyo muda wa kuniambia mimi bwana niulize hili, mimi ni mwakilishi. Mtu anakuja na majibu yake tayari. Mimi ni mwakilishi. Mimi niko pale na mwakilisha mtazamaji au msikilizaji. Msikilizaji anapenda kujua nini kutoka kwa huyu mtu, ndio maswali yanayopaswa kuuliza. Lakini ukikaa nao hao ukapangana nao, siku zote watakupa maswali wale hawana haja nayo. Okay. Yeah. Sawa. Kuna namna hapo ulizungumza swala la appreciation hiyo uliipata kwenye lile eneo ambalo watu walikuwa wanaangalia habari zile. Uliwahi pia kupata labda kufeel kuwa disrespected, yani sehemu kutokana tuna kazi yako labda na namna maana, yani upande wa pili negatively? Mimi sikuwa kipindi chote kile, yani kwa bahati nzuri au sijui ndo mbaya hiyo. Hiyo ni nzuri hiyo. Hiyo ni nzuri maana watu wanaku appreciate sana. Kwa kweli yani, na mpaka leo hiyo bado nakutana na watu wasema bwana wewe bwana kipindi bwana matukio ya wiki bwana ilikuwa tutaki kukosa. Na ni kweli wakati walikuwa mwanzoni unajua TV zilikuwa chache, TV sets. Baa ambazo zilikuwa hazina TV unakuta watu wanapungua, wanawahi kuondoka kwenda kwenye baa ambazo kuna TV. Hiyo ilitokea sana. Tena tulikuwa tunashuhudia kabisa kwamba watu wanahama ili wakaone matukio ya wiki. Na nafikiri ni kipindi ambacho kilileta impact kubwa sana. Exactly. Maana kile kilikuwa kina cha mtoto wala nini, yani kila mtu alikuwa anataka kuipata hiyo taarifa. I say so kufikia hapo kinaweza kuwa ndio kipindi chako bora zaidi ambacho ulikifanya. Kwa kweli ni kipindi bora. Alafu kitu kimoja ambacho pengine nilikuwa ni tofauti kidogo na jinsi inavyotoka katika taarifa za habari. Kipindi kile kumbuka teknolojia ilikuwa haijawa kubwa. Hao wawakilishi wetu huko mikoani kokote kule anapiga mkanda anatuma kwenye basi. Unaona? Pale wanatumia kisehemu tu, unajua tena habari sehemu tu na nini, wanahamisha na nini. Mimi nakuwa na muda wa kutizama mkanda wote ule. Napewa siku kabisa katika wiki. Natizama mikanda ile taarifa zile. Okay. Kwa hiyo nilikuwa na mpango wa kuchagua mwenyewe tena wapi na maneno gani niyasemee, maana wale hawakupi maneno hayo. Na maneno gani niyasemee katika hili. Okay. Kwa hiyo maana ulikuwa unajipanga kabisa, unaitengeneza script yako vizuri, unainyoosha. I say sawa kabisa. Na nadhani sasa kupitia hapo ndio tukawa sasa tunampata mzee wetu sasa Ryan Fred mwenyewe. Kwa hiyo na ulisema ulipofika hapa ndio sauti yako ukaitengeneza. Ndio nilipotengeneza hasa kwenye matukio ya wiki. Ndio nikamkumbuka bwana David Swaya, masomo yako ambayo uliyatolea UK. Yes. Namna hiyo ya kuitengeneza hiyo sauti hapo, nini ulikibadilisha kutoka kwenye hiyo sauti ambayo ilikuwa inazoeleka mpaka ukasema sasa hii ndio naenda nayo? Ni nini ambacho ulikibadilisha? Naona ni mkazo. Mkazo ule niliweka msisitizo, yani msisitizo sana na nini. Hilo ndo naona lilonijia sana ya kwamba lazima niweke kidogo mkazo katika kila jambo hili na nini. Hiyo sauti ilikuwa inatoka huko tu. Kwenye kipima joto ilikuwa ya kawaida kama tunavyoongea hapa. Sawa. Hii sasa itakuwa kwa faida yangu mimi na baadhi ya wanaitwa workaholic, wanaopenda kufanya kazi walikuwa yani ile kuipata ile kazi ikiwa imekamilika. Mimi mzee wangu nina shida moja, sio kama ni shida ama ni nini. Mbona kipindi changu hichi cha leo hichi ndio cha The Classic na chambua naangalia pointi zangu hapa nimeziandaa tangu wiki ile ambayo tumepigia ndio nikaa nimeziaje. Ninaweza nikaandaa kipindi kimoja hata kwa wiki nzima na mstari tu mzee Masako na mstari. Siku ya kipindi ikifika asubuhi nitaamka na wewe tena mzee Masako mzee Masako tafuta hivi sasa unajua mpaka itafika hiyo saa 8 pengine ya kipindi
bado naona sijajitosheleza. Wewe ulikuwa unachukua muda gani kusema kwamba okay, matukio ya wiki hii sasa hapa tayari nimetosheka niende onea? Unajua bahati labda tofauti kidogo na wewe, sasa hapo unakuwa na mtu mmoja. Lakini mimi nilikuwa matukio kadhaa mengi kuongezea kwenye matukio haya kadhaa inaweza kuwa rahisi sana. Ndio. Kuliko moja kwa masaa mengi. Kwa masaa mengi. Inaweza kuwa ngumu kidogo lakini hilo moja, alafu na wakati huo kuna supporting photographs zinazokuonyesha pale. Kwa hiyo unaweza kusema hapa nitasema hili ambako kwenye news hawakusema. Okay. Kwa hiyo it's true kwamba inaweza ikawa tough kumstudy mtu mmoja na vitu vyake. Kwa mfano kama hapa na studies historia yako miaka 40 alafu leo tunaizungumza in 3 hours. Kweli, lakini pengine nusu saa tu maneno yangeniishia. Kwa hiyo ni haki ya kuwa na mashaka kwamba hapa bado sijatosheka. Sawa. Kiwa na mzee wetu hapa Ryan Fred Masako, kusema kweli tunapata faida nyingi sana za kuweza kuwa naye, tunajifunza pia. Na kama wewe ni mwanahabari, najua utakuwa unaokota vitu vingi sana leo ambavyo vitakuwa ni vya msingi sana kwako, ambavyo kama utaendelea kuvifanyia kazi basi utaongeza ubora wako. Mzee Masako anafahamika kwa umahiri wake wa kuendesha vipindi mbalimbali. Ametaja hapa baadhi ya vipindi ambavyo amefanya, chakula na lishe ametaja hapo, matukio ya wiki. Lakini pia yeye alikuwa na kipindi ambacho kilileta joto sana hapa Tanzania, kilikuwa kinaitwa Kipima Joto. Sasa hapa ninacheza sauti moja hivi ambayo tunajikumbusha, nataka naye mwenyewe kidogo ajikumbushe mzee wetu kidogo labda mambo yalivyokuwa. Tusikilize hii kwa umakini kidogo. Na hii video ni kwa hisani ya ITV, maana ndio walikuwa na kipindi chao wakati huo. Habari za leo mpenzi mtazamaji, karibu katika hiki kipindi cha Kipima Joto. Kipima Joto ni kipindi kinachokujia kila wiki mara moja katika siku na wakati kama ilivyo hivi sasa, na kupitia kipindi hiki huwa tunazungumzia masuala mbalimbali, iwe katika siasa, uchumi, maendeleo ya jamii, sayansi na teknolojia yake, usalama wa raia na mali zao, hali kadhalika katika michezo, alimradi swala hilo liwe limepitia katika taarifa zetu za habari. Juma hili kama ambavyo kwa kweli kuanzia mwanzoni mwa wiki hii tumesikia juu ya habari za mpango wa kuuza nyumba kwa wananchi kupitia benki. Hivyo mada yetu wiki hii inazungumzia swala hilo, na mada kamili inasomeka mpango wa kuuza nyumba kwa wananchi kupitia benki. Swali linauliza, je, unaeleweka? Mpango wa kuuza nyumba kwa wananchi kupitia benki. Swali linauliza, je, unaeleweka? Kulizungumza hilo kwa bahati nzuri sana ya kwamba kwa kuwa linahusika na swala la nyumba, hivyo tunaye hapa mkurugenzi mtendaji wa Shirika la Taifa la Nyumba NHC, Bwana Nehemia Mchechu. Bwana Mchechu, karibu sana katika kipindi hiki. Umesikia mzee wangu? Najua nimekupeleka mbali kidogo Naam. Unasikiaje lakini ukisikia mambo kama hayo yalivyokuwa kwa wakati huo? Kusema kweli ndio nasema ya kwamba tunathamini sana wateja wale ambao wanaitwa kwenye kipindi. Na ule utaratibu wa mtu ukiitwa kwenye kipindi ukataka kujua atakuuliza maswali gani, kwa kweli hao wanaoitwa wasiende huko. Unamsumbua hata yule mwenyewe ambaye anajitayarisha. Unajua mtu anakaribishwa pale, na hasa kiujumla wake yule mtangazaji ni mwakilishi. Sawa kabisa. Yeye anawakilisha wale watazamaji, na maana yake maswali uulize ambayo yeye angependa kupata majibu yake. Sasa mimi hapo kinitaka tena mimi niulize maswali unayotaka wewe, nitakuwa mimi sikukifanyia kazi hicho kipindi. Utakuwa umemfanyia kazi yeye tena na kile kitu ambacho alikuwa anakihitaji. Kabisa. Inavuruga sana. Sawa.
Hiyo tu ambayo tumejaribu kuicheza hapo ilikuwa ni sauti tu kwa ajili ya kukumbushana namna ambavyo alikuwa anafanya hiyo kazi yake, na kusema kweli ilikuwa ni wakati ambao tunasikiliza ilikuwa tunapenda kumsikia pia na kile kitu ambacho alikuwa anatupatia. Sasa mzee Masako, ndio nataka kuchangamsha kidogo hapa kwenye line. Hapa nina mtu mmoja hivi ambaye ninaamini kuwa pengine hujawahi kuongea naye kabisa huyu mtu, lakini kuna interest baina yenu nyinyi. Na namkaribisha hapa ili walau na wewe kidogo ushare naye mawili matatu. Sawa. Bana, mambo vipi? Na mwanamke mjinga tevunja ndoa yake kwa mikono yake ye mwenyewe. Ye mwenyewe ndio wimbo wake pendwa mzangu. Ewa. Bana, siku zote mzee Masako huwa anasema bana, mimi bana nampenda sana Linux bana, yani nimemfuatilia kwa muda mrefu sana kwenye ambacho pia alikuwa ajui mdogo yuko na sister ya Akiba hayozi. Linux sawa bana, uko live hapa kupitia EFM hapa, na nikasema nikuunganishe bana na mzee wangu Rainfred Masako. Kwenye interview nyingi amekuwa akikutaja kama ni msanii ambaye wa Bongo Flava ambaye alikuwa anakupenda sana, na huo wimbo wa I Fall huo ndio ambao unamkosha sana. Sijui kwanza wewe una zake anauzungumzia wimbo. Kwa hiyo cha kwanza heshima yako mzee wangu. Marhaba bwana, habari zako? Salama, shikamoo mzee wangu. Marhaba. Shwari, asante sana. Sawa. Unajisikiaje Linux bwana? Manake mzee wetu huyu bwana sio mzee wa kuchezea, lakini anapokutaja bwana wimbo gani wa Bongo Flava, I Fall, msanii Linux, wewe kwako unapokeaje? Sio kitu cha kawaida kwa sababu kumbuka huyo ni mtu ambaye tuseme Bongo Flava inaanza imemkuta yeye. Kabisa. Na aina ya muziki mwingine anapiga au anausikiliza. Ndio. Kwa hiyo kufanya ushawishi wa kuja kuingiza kwenye masikio yake Bongo Flava, that's a big thing, ni kitu kikubwa na ni kitu ambacho nashukuru kwa sababu inanipa picha plani ya kuendelea kufanya huu muziki kwa ukubwa, kwa kuamini kwamba bado na watu wengi sana ambao wanataka kunisikiliza kwa muziki wangu wa zamani na muziki wangu wa leo pia. Kwa hiyo nichukue kwanza nafasi hii kumshukuru mzee wangu, mzee Masako, ni mzee wetu. Sina hata kitu jinsi kuweza kuongea. Kwanza nikushukuru pia wewe kuniunganisha leo kuweza kuongea hapa kwenye radio. Shukrani sana. Kuniunganisha na mzee wangu na ni matumaini yangu pia akitoka kwenye interview basi mimi na yeye tutaendelea. Inshallah. Mimi nitampa namba yako na wewe nitakupa kwake. Mzee Masako, mimi nimekuunganisha na msanii wako huyu, na nafikiri huu wimbo nimekufuatilia kwenye mahojiano mengi sana, umekuwa ukimtaja Linux kama ni mtu ambaye amekufurahisha na huu wimbo na nini. Kwa hiyo nikaona leo nikuunganishe naye, sijui unaweza kumwambiaje kwa leo. Nimefurahi sana. Yaani kwanza unajua mimi wakati mtu wa kwanza aliyekuwa amenihoji kuniambia, nikasema hata mwanamuziki mwenyewe simjui. Kipindi kile. Mwanzo kabisa. Kwa hiyo mpaka baadaye nakuja kuambiwa kwamba ni Linux, yani kasema itabidi tutafute nafasi siku moja tuonane muyajenge. Yani kwa kweli alinivutia sana. Sawa kabisa. Maneno na hata ongea, umesikia Jabir? Naam. Nachoweza pia kuzungumza. Ndio. Unajua nachoweza kuzungumza ni kwamba mzee wangu amesikiliza type ya muziki ambao ulikuwa una maisha marefu ambao tunausikiliza mpaka leo. Ndio. Kuna jinsi ananipa moyo wa kuona kwamba nahitaji kuendelea kufanya muziki nisibadilisha aina ya muziki ambao nilikuwa nafanya, ili niendelee kuishi na watu ambao nilikuwa nao before walinisikiliza na wanaokuja ambao wanapaswa pia kunisikiliza, kwa sababu hata wanaokuja pia aina ya uandishi wangu na uimbaji wangu bado wanaweza kuipenda na wataipenda. Kwa hiyo sijioni nikiswitch muziki wangu. Sawa. Najiona kwamba bado nahitaji kufanya muziki mzuri, kwa sababu kumbuka nasikilizwa na mzee Masako. Mzee Masako ni mtu ambaye ameplay muziki au amesikiliza muziki au amecheza muziki ambao ulikuwa ni wa wanamuziki kabisa, au kwa muziki wa waimbaji. Sawa. Kwa hiyo kitendo cha mimi kusikilizwa na mzee Masako means kwamba nasikilizwa na mtu ambaye anajua muziki. Kwa hiyo mimi sio mwimbaji, ni mwanamuziki. Kabisa. Inabidi nijue kwenye level ya wanamuziki, kwa sababu mzee Masako alicheza muziki. Akucheza nyimbo za waimbaji
na alisikiliza muziki, akusikiliza muziki wa waimbaji. Sawa sawa. Kwa hiyo mimi sina mengi sana ya kusema, lakini ningependa pia nikushukuru, pia nishukuru FM. Shukrani sana. Kipindi The Classic, nimshukuru producer, watu wote ambao wanahusika kwenye The Classic, au bwana presenter Paul Rashid, mwenelewa wote, yani niwashukuru, nishukuru kituo pia FM. Sawa sawa. TV na TV na radio. Nashukuru kwa kuniunganisha na mzee wangu, mzee ambaye nilikuwa nikiona mimi pia interview zake na huwa post sometimes. Nashukuru sana, namshukuru mzee wangu, na naomba Mungu ambariki yeye na pamoja na familia yake na ndugu zake wote. Amen. Kuishi na ili tuendelee kukutana kwenye muziki ambao una maadili, ambao ni muziki wa mwanamuziki. Sawa sawa. Muziki ya muziki, au sio? Okay, wala shukrani sana. Mzee Masako, kuna lolote la kumaliza na akasema nataka kuchukua jina lake. Hapana bwana. Una lolote la kumalizana na Linux? Shukrani, barikiwa. Asante sana, amina. Haya. Labda tu Mzee Masako, barikiwa sana. Haya, anakuaga naye anakuambia maneno machache hapa. Nataka kukwambia ni kwamba upiga huo mziki ambao una mafundisho, unaelimisha na unamtengeneza mtu kuwa katika hali fulani. Sawa sawa. Yani sio tu mziki mtu anacheza tu basi mradi kucheza, lakini maneno yamuingie na yamfundishe. Okay. Bana, hizo shukuru sana Mzee Masako. Okay. Hizo ndo salamu zako. Basi sawa Linux, asante sana kwa kutujoin bana. Much love and respect. Respect my brother. Okay, asante sana. So bana, tulimsurprise kidogo Mzee Masako hapa na msanii wake pendwa na wimbo wake pendwa. Sasa inabidi huo wimbo kwanza uachie kidogo kwanza, Mzee Masako enjoy kidogo. Unaitwa I Fall kutoka kwa Linux, alafu tutarudi kumalizia mahojiano yetu. Ulikuwa una uwezo wa kufanya vipindi vya burudani, isipokuwa tu labda dedication yako ilikuwa kwenye masuala ya habari zaidi, si ndivyo? Nafikiri ilikuwa ni kwa sababu ya kizuizi. Nilikuwa nazuiliwa. Okay. Kwa nini? Kwa sababu kwa mfano kama haya maigizo, kuna mkanda mmoja ulikuwa unaitwa Mzimu wa Mlilo. Nilikuwa natumia muda mchache wa kupata nafasi siku ya off yangu Jumatatu. Ndio nilikuwa nakwenda huko, lakini nilikuwa nazuiliwa mimi nisiende. Na hata mpaka wakati mkanda ulipokamilika kwenda kuuzindua, niliomba kibali, nikaambiwa wewe sio mfanyakazi wa huko. Upande huu wa filamu pia ni upande ambao ulitu-surprise sana. Uigizaji ulikuwepo kwa muda mrefu tangu unaanza shughuli za habari, ama ulikuja baadaye? Mimi nilikuwa mwigizaji tangu nasoma. Okay. Kabisa katika primary ile, unajua enzi zile darasa la 5, la 6, la 7, la 8 shule mnakuwa hampo nyumbani kwa wazazi wenu, tunakuwa boarding. Okay. Sasa kule nilikuwa naigiza mimi. Kwa mfano kuna kile kitabu cha The Merchant of Venice. Mfanya biashara wa Venice yule. Mimi niliigiza mle ndani kama mfanya biashara huyu ambaye alikuwa na ukatili sana. Niliigiza, na shuleni mwalimu alikuwa ananipenda sana, mwalimu wangu marehemu Paul Mapunda. Okay. Alipenda sana kwamba nilikuwa naweza kutoa hali halisi na kadhalika. Kwa hiyo kipaji hicho nilikwisha kuwa nacho na nakijua ninacho. Okay. I say. Kwa hiyo wakati unaingia sasa huku kazini pale kidogo akawa anakuminya usiingie. Nilikataliwa kabisa. Yani nilikuwa naomba sana niende tena kwenda kuzindua, maana wakati huo mimi nafanya siku za Jumatatu ambazo ni off, kwenda kuzindua. Ulikwenda kuzinduliwa Mwanza. Niliombewa ruhusa pale, barua ile niliyoombea mimi, aliyoombea huyo tajiri, nikarudishiwa mimi kwamba you are not the employee of jamaa. I say. Kwa ukashindwa kwenda kwenye uzinduzi wa filamu? Nilishindwa kwenda. Kwa hiyo katika kipindi chote cha utangazaji na habari hukufanya filamu kabisa? Ndio hiyo sasa. Ulifanya hiyo tu? Zilikuwepo na zingine, lakini na zenyewe hizo za kujibana siku za Jumatatu. Jumatatu ndio ilikuwa off, sio? Ndio ilikuwa off yangu. Siku ya off msema ndio naingia mzigo mwingine. Sema hongera sana, kwa sababu pia ilikuwa ni namna ambayo imetupa uwanja mwingine kabisa. Sasa hivi unafahamika kama Professor Bill kwenye Jua Kali hapo. Jua Kali ni tamthilia nzuri sana, lakini imesheheni masuperstar, imesheheni vijana wapya kwenye game ambao mtazamo na fikra ni tofauti na kule ambako umetokea. How do you feel kujoin hawa watu na hawa Jua Kali? Nadhani ni Bila Mata mwenyewe ama nani
ilikuwaje mpaka wakakupata na ukawa sehemu ya igizo hili ambalo ni pendwa? Alikuja kuniambia yeye Lea Mwenda Mseke kwamba alinipata pataje, lakini mwishoni tu ni kwamba walinipigia simu na kwamba wakataka kuonana na mimi. Sasa mimi awali, wakati nilipopata simu hiyo, niliamini ya kwamba hawa watakuwa wanataka kuja kuungana na mimi. Sikumjua Lea Mwenda Mseke kwamba ni mtu wa shughuli hizi. Okay. Nikajua anataka kuja kuungana na mimi kwa sababu mimi nakamua mafuta ya nazi. Ndio biashara yako. Nikajua ya kwamba huyu atakuwa anataka kuja huku labda tuungane na nini kibiashara. Sawa, tukakubaliana siku na nini, na walipokuja, cha kwanza mimi baada ya kuwapokea nikaotembeza kwenye mtambo wangu kwamba huu hapo nakamua, baada ya kukamua naingiza huku tunachuja alafu ready for sale. Baada ya pale tukaenda kukaa sasa. Nasema sasa tukwambie lililotuleta. Mimi tena nini? Mimi nifikiria ndio hilo lililotuleta nini? Anaambia bwana, tuna nafasi ya kutaka profesa katika tamthilia yetu. Tuna tamthilia inaitwa Jua Kali. Na maswali alivyonieleza pale na nini, na mimi nikasema sitakuwa mgeni sana na kamera. Na angalau kuigiza kidogo kwa sababu nimecheza michezo kadhaa na nini. Tulikubaliana pale and that was the start. Na mpaka tukaingia kwenye makubaliano ya tutafanyaje. Lakini how would you feel? This is different kabisa, nasemaje, different era ya uigizaji na nini na mambo yake, hadithi zake tofauti. Sasa kidogo una feel vipi kuwa kwenye this industry ambayo unaipenda, lakini ukiwa na generation mpya kabisa? Kikubwa hapa ni kwamba kujaribu kutoa hali halisi ya script inavyosema. Kama mimi ni profesa, ni mtu na baba na watoto mwenye uwezo na nini. Kwa hivyo hali halisi ya mtu mwenye uwezo na watoto wakorofi, labda watoto wenye matatizo, watoto wasio. Hali halisi ile ndio watoto wa mjini. Kwa hiyo ni kujiweka tayari kwa hilo. Na siku zote najaribu sana kutizama script, nasema hapa tataka niwe mkali, hapa nitataka niwe hivi na How now Said, mmoja wa directors wa Jua Kali ambaye ametuunganisha mara nyingi na wewe, shout out kwake pia. Ni kijana mdogo sana. Sometimes directors wanakuwa wanataka nawe ile perfection ile kwamba sasa mnafanyaje kazi, kwa sababu kwa mzee wangu bana, hii bado hebu rudia hivi. Kuna mazingira na anajaribu kuangalia age difference hiyo. Ni kuelewana tu. Kwa mfano kama mimi najua, kwa mfano nikikosea mahali kwamba hapa haikupaswa uwe mpole hivi, hapa unapaswa uwe mkali, au hapa unapaswa uwe mpole kwa wanao. Hasa nakumbuka kuna mara moja nilitoa kitu upole ulikuwa haukuonekana, ulionekana kama ukali. Kwamba hapa iwe upole. Ni swala tu la yeye muelewa na mimi nilivyoelewa. Na you can always twist yourself ukawa mkali au mpole. Sawa, anakurudisha sasa kwenye uwanja wetu wa media na nini. Wakati gani ambao uliona mgumu zaidi kwenye kazi yako? Katika kazi yangu mimi, wakati mgumu ni pale ambapo mwenye mali anakutaka wewe, yani of all the time anakutaka wewe uongezewe mshahara. Somebody else somewhere anasema atumuongezee mshahara mtu mmoja. Ishakutokea hiyo? Yani inaudhi sana mpaka ilinivuruga. Ilinivuruga sana Mwenye mali anasema muongezee mshahara, tena in front of me, nikiwepo pale. Alafu mtu anajibu atumuongezee mshahara mtu mmoja, kwamba lazima ongezee a group of people. Sasa na wakati huo pengine unaweza ukawa kwamba mimi si mkuu mdogo kiasi wa kutojua what is happening. Kwamba wapo hata waliongezewa mmoja au wawili something like that. Nijisikia vibaya sana, lakini sikuwa na namna. Of all my years there, nilijisikia vibaya sana katika hilo.
Kwa hiyo na mwenye mali ikabidi amfuate muongezaji. Kwanza mwenye mali mimi nilikuwa nafikiria kwamba na yeye sasa itakuwa kama alikuwa ananirubuni hivi, kwa sababu how could anyone say atumuongezee mtu? Hii ni agizo kutoka kwangu, hili ni agizo, wewe nini wa kulitekeleza? Anajibu hivi atumuongezee moja alafu huyo anaondoka. Kwanza mbele yangu mimi ilikuwa kama hakumheshimu vile, sababu pale ilikuwa that was a directive Kwa hiyo lakini bado uliendelea kufanya kazi. Niliendelea. Ndio hiyo nilikuwa nazungumzia sasa, namna ya kukabiliana na matatizo. The spirit ilikuwa iko very high, yani niliendelea kufanya tu mimi, lakini labda chuki yangu tu ya huyo mtu aliyejibu hivyo ndio ilikuwa kubwa. Okay. Unahisi ilikuwa ni personal sana kwake? Mimi nahisi hivyo kwa sababu sikuona sababu yoyote, na najua kipindi hicho hapo waliopewa moja. Okay. I say sawa. Na maybe kwenye other challenges za kazi kwenye field yenyewe pia, ipi ilikuwa ni tough sana, maybe the tough day? Watu wanakumbuka tukio la moto ambalo nafikiri ndio imekuwa iconic, ilikuwa mwenye maji haya, mwenye kidumu, si mwenye nini watu wanalikumbuka hilo kama ni one of the biggest moment ambao leo kukutana nao. Lakini wewe mwenyewe kwenye field, ipi ambayo ilikuwa ni tough zaidi? Mimi sikuona ugumu wote katika lolote. Okay. Sana kwa mfano kama hilo la moto, mimi ndiye niliongeza hayo maneno kwamba mwenye kijiko, mwenye kikombe na kadhalika, niliongeza mimi kwa sababu baada ya kupata sifa ya mkuu wa wilaya, mama moja Hinda Ngoya alikuwa mkuu wa wilaya Rungwe kipindi hicho, na ndio ilikotokea ajali hiyo. Yule mama alilalamika katika maelezo yake, na wakati huo mkanda ndio unaletwa wote, mimi naangalia wote. Anasema hapa mna tabia mbaya, mliwahi kumuibia hapa mtu sanda yake, yani kwa maana hiyo marehemu kwenye gari, ajali ilipatikana kwenye ile gari, ilibaki pale, watu walikuja wakampurura sanda yule marehemu. Unaona Sasa ni wazi kwamba pale niona hapa mahali pa kusisitiza sana hilo. Na ndio nikasema kwamba wao walivyosikia tu, manake mtu anaweza kumuita hata mwanae, Fatuma au Joni, uko wapi usikie hiyo? Yani mpaka hata na familia pale zote zilikuwa tena kuporapora hivi, ilikuwa ni kitu cha kawaida kwao. Hivyo mkuu wa wilaya alivyosema vile, basi nikasema wao walivyosikia tu mlio, basi tena kila mmoja anawahi chombo cha karibu, bakuli nini, aenda akavune mafuta. Afu ni mambo ya hatari, na tumeona athari zake yani baadaye ilikuja. The same thing happened in Morogoro. Watu walikuja wakafariki, yani waliungua vibaya sana. Okay. So hilo tukio mpaka leo, yani mpaka leo nimeweka tu picha yako hapa na nilikumbushia hilo. Mmoja kijiko haya sijui unasikiaje yani, kwa sababu hiyo imekuwa kama ni alama hilo tukio. Ni kwamba angalau watu wanajua ya kwamba ujumbe uliwafikia. Na ilikuwa ni pengine ni habari yako iliyokuwa na mafanikio makubwa pengine kuliko yote, maana watu wanaikumbuka miaka na miaka sana. Sure. Okay. Sawa kabisa. Namna ambavyo sasa hivi fani yetu sasa inapokwenda, watangazaji ndo sisi unatusikia, wengine unawasikia, unaona namna ambavyo imekuwa. Ingawaje mwaka huu nafikiri umesikia kidogo, serikali imetilia mkazo bodi ya ithibati, tunaishukuru, inatuongoza kwamba bana hapa tunatakiwa kufanyike hivi na hivi. Hali yenyewe kwa ujumla unaitazamaje hasa? Mimi bwana, katika hili kusema kweli nimekuwa na sita sana na hao vijana, kwa sababu unajua wewe ni mtangazaji, uko pale ni mwakilishi wa huyo msikilizaji wako. Au uliza maswali ambayo yeye kama angepata nafasi angependa aulize. Usiulize maswali ya kumfurahisha huyo ajaye. Lakini sasa inakuwa kama ana flow. Mimi nilikuwa nasema kabisa, kumuona mgeni wangu mimi pale ana swing, atakaa vizuri, lazima akae vizuri. Yani unauliza maswali ambayo kidogo umekwisha fanya utafiti. Sasa sijui ni kwa sababu ya mapungufu ya kutofanya utafiti kidogo au uchunguzi kidogo wa hilo ambalo huyo mgeni atapenda azungumze, au ni kwa sababu huyo mgeni amemtawala kwamba akifika anapangana ask me this and that, labda vitu vya namna hiyo. I don't know, mimi sielewi. Yani
wanasema hivi, kweli mtu kama huyu alifanya utafiti kidogo au uchunguzi fulani wa akija nimuulize nini ambalo watu hata huyo mtazamaji au msikilizaji anakaa vizuri anafurahia kwamba hapa msikilize huyo mgeni atajibu nini. Sawa sawa. And that is where you win. Na mapungufu haya yanakuwa yani almost yanakuwepo mara kwa mara. Sasa mimi sioni kama kweli kisingizio ni hicho kwamba hawana vyeti nini. Hapana, mimi nafikiri tuna watu wenyewe tena labda wananufaika kwa kufanya hivyo. Kwenye mahojiano especially haya ambayo yamekuwa yakihusiana na kadhia mbalimbali za wananchi. Labda wananufaika. Sioni, yani mimi hata kuna wakati nakaa sasa kwa nini nasimuulize, yani napata shida kidogo. Kampata mtu, yani unampata mtu unasema hapa leo ni lazima nihangaike naye kidogo. Lazima atupe vitu vya nguvu kabisa. Mtazamaji, msikilizaji na yeye anasema sawa. Yani anafurahia lile swali tu kabla tajibu alijaja. Sasa shukrani sana, pia nafikiri tutaendelea kuyafanyia kazi maana ndo sisi. Sasa mzee wangu hapa kuna ujumbe mmoja wanasema mbona mzee Masako anaonekana bado yuko fiti kabisa na sauti bado iko vile vile mzee Masako. Ni kama watu wanaona umeretire wakati bado nguvu ipo ya kuweza kuunguruma kwenye mic hapo. Au unasemaje mambo? Sauti si unamsikia kabisa. Ni kweli. Mimi sikatai. Na hata kila mahali nikiulizwa huwa nasema kama popote watanihitaji, I'll be ready to do that. Isipokuwa ndo hilo pengine maeneo hayo ambayo nakwenda naeleza hivyo alafu anakwama. Nisiwe muajiriwa wa moja kwa moja. Okay. Kwamba asubuhi naamka saa ngapi huko kazini, jioni asubuhi kazini. Hapana. Kama ni kipindi, wanipe kipindi, mimi nitahangaika na kipindi hicho maybe once a week or twice a week and something like that. Okay. Bas, hilo mimi nitafanya. Na naipenda field yangu na nikasema tu hata kipindi hiki kigumu cha hao watu wanataka maswali wapange wao. Mimi nitaendelea kuwaambia kwamba mimi huwezi kunipangia maswali. Utasimamia pale kwenye weledi. Mimi huwezi kunipangia maswali. Watu watataka kusikia mengi kutoka kwako. Sasa wewe ukipanga utataka uzungumze yale unayotaka kuongea tu ambayo sio sawa. Mzee wangu bwana, mimi kusema kweli nimefurahi sana na leo nimefarijika mno kwa maana kwamba tumetafutana kwa muda kidogo lakini leo nashukuru kwa kuweza kupata wasaa pia tukaweza kushare mawili matatu hapa. Naamini kwamba watu watakuwa pia wamefaidika sana. Asante sana. Kwa hivyo mimi nikutakia kila laheri, nitaendelea kukupigia jicho kwenye jua kali pale, usio bwana Professor Bill, pata kidogo vitu viwili vitatu kutoka pale na mengine yatafuata, lakini tunasema tu kwamba sisi tunashukuru sana kwa wakati wako na kuweza kutujoin leo. Asante sana. Sawa. Bana, mimi niseme shukrani sana kwako msikilizaji ambaye ulikuwa nasi kuanzia saa 8 kamili, na asante sana DJ Mbu ambaye tumekuwa naye hapa tukipambana kwa pamoja, lakini pia shukrani ziende kwa ndugu zangu ambao wako control room pale kwa upande wa YouTube, bwana Rashid Laxi Pro, na mwanzoni tulianza na Kelvin, lakini pia kwa upande wa TVE yuko pale the one and only Mr. Kimoka multi talent, mtu mbadi kabisa huyu. Au sio bana? Shukrani kwenu pia kwa kuweza kustream na kurusha matangazo haya live. Basi mpaka wakati mwingine.